Sidi Nyota Mwagandi, mama kijana wa watoto wawili kutoka eneo la Bush ward ya Shanzu, anaomba msaada kutoka kwa umma, wasamaria wema na watu wenye moyo wa kujitolea ili apate ajira au kazi yoyote itakayomwezesha kuwahudumia watoto wake na kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Ni jambo la kusikitisha jinsi tunavyoona hapa tulivyo na mama. Nimeambiwa kadi ya miaka 3. Na jinsi alipoingia ndivyo jinsi ambavyo kuzorota. Maana kwa mtu wa shida saa yote, kulia saa yote. Mara hajakula amefungua nyumba, vitu ngangana. Sidi anasema maisha yake yalibadilika baada ya kupata kiharusi almaarufu kama stroke wakati wa kujifungua mtoto wake wa kwanza. Tangu wakati huo anadai amekuwa akikumbana na ubaguzi anapotafuta ajira kutokana na hali yake ya kiafya, jambo ambalo linamfanya iwe vigumu kwake kupata kipato cha kuendesha familia. Watoto ndio hivyo anaenda shule wakirudishwa. Sasa tu nilikuwa naomba kama naweza pata msaada, niweze mtoto aweze kurudi shule, nipate mtu anilipie school fees, nipate mtu anaweza hata nilipia nyumba hata saa hii wakati wote kuanzia. Anasema mmoja wa watoto wake amerudishwa nyumbani kutoka shuleni kwa sababu ya deni la karo, huku pia akidaiwa kodi ya nyumba ya shilingi 8,000 ambayo haijafanikiwa kulipwa kutokana na ukosefu wa kipato. Kweli huyu mama anapitia na changamoto anazo, na kusema kweli mimi najua ni fundi, lakini hiyo ufundi kuajiriwa sijamwona ameajiriwa. Nenda akafanye mtu kazi ama akafanye mtu usafi mahali, kila anachopata aje kula na watoto wake. Akizungumzia baba wa watoto wake, Sidi alisema kwa sasa ana matatizo ya afya ya akili, hali iliyosababisha maisha yao kuwa magumu na kumlazimu kuondoka pamoja na watoto wake kutafuta mazingira salama ya kuishi. Nimepata mwanamume akanizalisha, lakini kwa mambo tu ya kidunia nikabidi nikatoka, kwa sababu huyo kijana alikuja akapatikana na maradhi mengine ambayo haikuweza mimi kukaa hapo juu, alikuwa hata ni vita, hata nafanya kufungwa kamba. Sasa Sidi anatoa wito kwa yeyote mwenye uwezo wa kumsaidia, iwe kwa kumpatia nafasi ya kazi, ajira au msaada wa kifedha, ajitokeze. Anasema msaada wowote mkubwa au mdogo utaleta mabadiliko makubwa katika maisha yake na kuwapa watoto wake matumaini ya kuendelea na masomo pamoja na maisha yao ya kila siku. Kuna msemo usemao kwamba kutoa ni moyo na wala si utajiri. Leo na kukumbusha kwamba mkono toao ndio ubariki wao. Nikiripotia runinga ya Shanzu, jina langu ni Davis John Kai.